Karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Utaniwia radhi, tuongea kwa shida kidogo sababu na kidonda mdomoni kwa sababu ya malaria na kidonda kidogo kwenye lips hapa. Okay, mada nilionayo siku ya leo inasema jinsia inayoongoza katika kuanzisha uvunjikaji wa ndoa au mahusiano ya kimapenzi na sababu zake. Wapendwa watazamaji, kasi ya watu kuachana imeongezeka sana ndani ya ndoa na hata kwenye kipindi cha uchumba. Hivi karibuni kutokea Arusha nimekutana na kesi ya kaka ambaye amekuwa na mahusiano ya karibia mwaka na nusu, ameshapeleka uchumba, ilikuwa imefikia hatua ya mwezi huu wa 10 aende akatoe mahari. Kijana very handsome, lakini mwanamke kavunja uhusiano kwa kosa ambalo kwa mtu mwingine angeliona kwamba sio la kawaida kabisa. Kaka ambaye ana umri wa miaka 39 alifiwa na mke miaka 2 iliyopita, kapata mwanamke na uhusiano naye, imefikia hatua ya kwenda kutoa mahari, mwanamke anavunja uhusiano. Sasa hili swala ningependa nilizungumze na sababu zake uweze kuzielewa. Tafiti ambayo imefanyika kwa muda wa miaka 32 na utafiti huo umemalizika tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2025. Utafiti huu ambao umefanywa na shirika kubwa sana linalohusiana na mambo ya kijamii umesema kwamba asilimia kati ya 62 hadi 69, asilimia kati ya 62 hadi 69 ya wanaoanzisha uvunjikaji wa mahusiano ya ndoa ni wanawake. Na sababu zilizotolewa kubwa ni hizi zifuatazo. Ya kwanza, pale mwanamke anapokuwa anabeba mzigo mkubwa katika uhusiano husika, iwe ni mawasiliano, yeye ndo anayepiga simu sana, ndio anayeokuwa kwanza kutafuta mwanamume, au kwenye kulea watoto, kutunza watoto, kuwasaidia kuwasafisha watoto na kila kitu, na hata kumtunza na baba na kumlea vile vile, anajiona kama ni single parent japokuwa yuko ndani ya mahusiano ya ndoa. Kwa hiyo kama yuko ndani ya ndoa, huyu mwanamke anapojikuta kwa sehemu kubwa yeye ndiye anakuwa anamtafuta mwanaume, anatumia message, anampigia simu, yeye ndiye anakuwa wa kwanza. Huyu mwanamke itafikia mahali atachoka. Yeye tu ndio siku zote aanzishe tendo la ndoa, huyu mwanamke atafikia yeye achoka. Yeye ndio siku zote afiki kileleni. Mwanaume anafika kileleni mara zote. Mara nyingine anafikia hatua mpaka mwanamke anaanza kudanganya kama amefika kileleni ndio hajafika. Huyu mwanamke kuna mahali atafikia atachoka, atavunja uhusiano. Hiyo ya kwanza. Ya pili, wanawake ambao wana uwezo wa kujitunza wenyewe hawaoni sababu ya kuendeleza uhusiano ambao hauwaletei raha ya kutosha. Narudia tena pointi hii, wanawake wenye uwezo wa kujitunza wao wenyewe, yani wanazo pesa, wana kazi zao, wana biashara zao. Na ndio maana hii inapelekea watu wanaambiana kwamba usimsomeshe mwanamke. Yani unamchumba alafu msomeshe, atakuacha. Akishapata kazi anakuacha. Sasa hii imeonekana kwamba ni sababu ya wanawake kuvunja uhusiano. Pale mnapojiona kwamba anaweza kujitunza, mwanamume mwenyewe anafanya mbabe, hataki simu yake ishikwe,
kaweka password ya Kichina. Mwanamke anaona kwa nini niishi maisha ya wasiwasi wakati hela ninazo, anavunja uhusiano. Kwa hiyo unapokuwa na mwanamke ambaye ana kazi yake nzuri, hapo kafanya mbabe, hapo kuna kibamia au na tatizo la kuwahi kumaliza, itakula kwako. Utaanza kwanza kutombewa ule makombo unaachwa. Haya, tuende kwenye sababu ya 3. Kutokana na kuwepo kwa mitandao ya kijamii, tamthilia mbalimbali zimefanya wanawake wengi watarajie mambo mengi mazuri toka kwa wanaume, na mwanaume anaposhindwa kukamilisha matarajio hayo, mwanamke anakasirika na haoni faida za uhusiano huo. Haya, kwenye tamthilia unamuona Diamond anapotembea na mke wake amemshika mkono mara zote, wakienda wapi. Kwenye tamthilia unaona mwanaume akitoka kazini anamhagi mke wake, anapoenda asubuhi anapotoka kwenda kazini anamhagi, anakubusu mke wake. Anapoona kwenye tamthilia wapenzi wanaopendana, message wanapigana simu, wanachekeshana, wanapeana outing, vizawadi vya hapa na pale, maua mengi. Lakini kwenye uhusiano aliomo hayaoni ambayo anayaona kwenye tamthilia. Anaona nimekosea kuchagua, nimekosea kumkubali huyu mwanaume. Wa nini? Kisha kuzingatia na tatizo la kuwahi kumaliza, hapo hawezi kurudia. Achana naye, kanyaga. Diamond kaimba kanyaga. Mwingine akaimba kunguru, wewe nataka kurudi, nimeshakuacha, nataka kurudi. Tumeniacha mwenyewe. Kunguru, hebu ishia huko. Ingia kwenye pointi ya 4. Okay, kuna pointi nyingine hapa nitazungumzia baadaye kidogo. Matarajio yasiyo halisi. Hiyo ni pointi ya 4, matarajio yasiyo halisi. Mwanamke anatarajia kwamba mwanaume awe na hela siku zote. Mwanaume asiishiwe, awe na hela siku zote, awe na nguvu za kiume mara zote, dudu linasimama linakaza vizuri, afu linamsugua mpaka anatoka cheche. Si ndio anavyoona kwenye picha za ngono, anaona hivyo kwamba mwanamke anasuguliwa maji anaruka. Sasa wewe kwa hajawahi kuyaona, hapana, amezoea kwenye picha za ngono, anaona dudu kubwa ndio mwanamke anapiga makelele mengi kweli, mpaka anamuita unaliwa. Sasa matarajio anayoyaona kwenye picha za ngono anahamishia kwa mwanaume aliye naye. Naona kwenye tamthilia wana gari, wanaendesha, mume wake ana gari. Kati rafiki yake wa kike mume wake ana gari, wewe una gari, na kulinganisha. Ndio matarajio sio halisi. Sawa, magari yanatafuta bwana. Sawa. Sasa hiyo inaleta shida sana. Inaleta shida mtu anapokuwa na matarajio ya design kama. Kitu kingine ambalo lipo ni kwamba mwanamke hataki kukosolewa anapokuwa na shida. Amefanya makosa, hataki kukosolewa. Anapokuwa na mwanaume ana hela, sawa. Sasa mwanamke akifanya shida, alafu huyu mwanaume anamwambia ninavyokupenda, nakufanyia hivi. Mwanamke anaona anasimangwa. Na hili linawaumiza sana wanawake. Na wanawake wengi wanaogopa kusemangwa. Yaani mwanaume anapoleta hoja ya kumwambia makosa yake, alafu akaingizia kwa sababu nimekufanyia hivi. Mwanamke anaona anasimangwa. Ile wanawake wanalichukia sana, lakini sioni uhalali wake. Hawa, ungekuwa unasimamiwa, unaambiwa kwamba uchi wako mpana, sijui uchi wako umetepeta, sijui una matiti. Hawasemi kwamba wanasimangwa. Lakini unapoingia kwenye swala la hela, kwa sababu nimekufanyia hivi, sasa ndio unanisimanga. Hata wanawake wanatoa tafsiri mbaya sana. Ni kweli amekosea huyu mwanamke, lakini akitaka kuambiwa kweli, yani mimi ninavyokupenda kweli, mbona wewe uhangaiki kwenye hili? Mimi nimekufanyia hivi, mbona unifanyia hili? Sasa ndio unanisimanga. Hilo linaleta shida sana kwa watu wengi sana.
kuangalia pesa zaidi au maarufu kuwafanya na unaona wanaangalia sana masuala hayo maarufu, pesa nyingi. Sawa. Okay, hiyo ni kitu cha msingi, lakini kuna kitu ambacho nataka nikizungumze hapa katika pasi. Nasema hivi, 27% ya wanawake wanaovunja mahusiano au kuachana huwa wanajuta kwa nini waliachana. Hilo pia niliweka hapa kabla sijaendelea. Sawa. 27% ya wanawake wanajuta kuachana au kuvunja mahusiano. Wao wenyewe walivunja alafu baadaye wanakuja kujuta. Na 39% ya wanaume wanajuta kuachana. Sawa, hiyo nitalizungumzia baadaye huko, lakini pia niliweka hapa kuliko kwenye karatasi ambayo nimeiandaa hapa. Na karatasi pembeni. Ya 5, mfumo imara wa kugundua hisia. Wanawake walivyoumbwa na Mwenyezi Mungu wana uwezo mkubwa kuliko wanaume wa kugundua shida za kimahusiano haraka zaidi kuliko wanaume. Na kwa kuwa ni wepesi wa kuanza kuuliza maswali, wakikutana na ubabe, hapo wanaanza kutengeneza mlango wa kutokea kwenye huo uhusiano. Na hili limethibitishwa na sayansi. Ubongo wa mwanamke ni tofauti na wa mwanamke na wa mwanaume. Ubongo wa mwanamke unaitwa multitasking brain. Unaweza kufanya kazi mara 2 kwa mpigo. Yaani anafanya vitu viwili kwa mpigo. Katika ubongo wa mwanaume unapata shida, ni one way. Ubongo wa mwanaume ni one way. Mshaona zile barabara wanasema zina lane 2. Yaani barabara 2 zote zinaenda hivi. Magari mawili yanaweza kutembea pamoja kwenda upande mmoja. Sasa hiyo ndio akili ya mwanamke ilivyo. Kwa hiyo wana uwezo wa kusoma hisia za mwanaume haraka sana. Mwanaume anaweza kuona mambo yako shwari, mwanamke tayari ameshaona hapa kuna hatari. Sasa mbaya zaidi yule mwanaume ambaye ni mbabe, hataki kuuliza maswali. Alafu simu yake ameweka password ya ajabu sana. Mwanamke anaanza kutengeneza mlango wa kutokea. Ndio maana Biblia inasema hivi, ishini kwa akili sana na wake zenu. Hilo hakuambiwa wanawake kwamba ishi na akili na wanaume. Hiyo ni Biblia. Na wanaume tumeambiwa ishini kwa akili na wake zenu. Wanawake hilo hakuambiwa. Wanawake wanazo nyingi. Double. Kwa hiyo mwanamke ili mwanaume amwelewe mwanamke anahitaji akili ya ziada ya kuitafuta. Ili mwanamke anazo tu za asili. Ndio maana wanawake wanaongoza katika kujifunza lugha mpya haraka sana kuliko wanaume. Yaani mwanamke akitaka akaenda Ujerumani atajua Kijerumani haraka sana kuliko mwanaume. Hiyo na kumegea. Sasa wewe muone tu mwanamke mzalau tu, lakini tambua kwamba itakula kwako, utatombewa haraka sana. Alafu hata kumwandaa mwanamke ujui. Mwanamke ana maeneo 17, unajua 4 tu. Shauri lako. Nimeshakwambia utatombewa. Haya, niingie kwenye pointi ya 6 na ya mwisho. Wanawake wanaokuwa na marafiki wa kike ambao wengi wao wameachika au wamevunja mahusiano, wanaambukizwa hamu ya kutaka kuvunja mahusiano. Tafiti zaonyesha wazi kabisa kwamba 75% ya rafiki waliovunja mahusiano wameambukizwa na marafiki zao ambao wana sogoa story mbalimbali za madume. Sawa? Kwa hiyo wanaona wanafurahia sana ule uhuru wa kuwa single. Wanaona huyu jamaa ameachana, yuko single, yuko free kweli, na yeye anatamani kuachana. Kwa hiyo mwanaume akiona ana tatizo la kuwahi kumaliza alafu anakibamia na hela hana, alafu anafanya mbichi jeuri, simu kaweka password, anasema ngoja na mimi niwe kama Jennifer. Jennifer si ameachana na mume wake, japokuwa mume wake ana hela nyingi kamwacha. Na mimi ngoja niachane na huyo mshezani, nisumbua nini, nalingia nini? Wanaume wako kibao huko wananitafuta, wananitongoza. Yaani idadi ya marafiki walioachika ikiongezeka, na hapo hapo uwezekano wa wewe kuvunja uhusiano unaongezeka. Unaweza kuona jinsi gani livyo. Kwa hiyo hii inaomba itafiti
tafiti ni mpya kabisa, ya mwaka huu mwezi wa 4. Kwa hiyo angalia maeneo. Sasa nimeandaa video zinazokuja mbele. Kwa hiyo kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tambua kwamba kuna video ambazo, kuna mada ambazo zinakuja. Jisajili haraka sana. Kuna mada zinakuja nyingi, nimeamua kuziingia sana kwenye eneo hili la kuvunjika kwa mahusiano kuliko mambo ya sex ambayo nimeangalia kwa muda mrefu. Kuna mada inayosema hivi, mnapojikuta mnagombana mara kwa mara, mnarumbana mara kwa mara, unaita constant arguing na mpenzi wako, na jinsi ya kulishughulikia hilo tatizo. Sawa? Mada nyingine inayokuja, wanaotafuta jinsi ya kumfanya mpenzi wasiyempenda yeye ndo aanzishe kuvunjika kwa uhusiano. Sawa? Hiyo ni mada nyingine inakuja. Yaani mwanamke au mwanaume anatafuta, yani wewe ndio usababishe uhusiano uvunjike. Hakupendi, lakini anaona kuanzisha yeye kuvunjika uhusiano ni kugumu. Sasa hiyo ni mada inakuja. Kwa hiyo usije ukaikosa, kisajili kama unaangalia kwa mara ya kwanza. Mada nyingine inayofuatia, waliofanikiwa kurudisha ndoa iliyokuwa inaelekea jalalani walifanyeje? Hiyo ni mada inakuja. Haya, mada nyingine inayokuja, unapojua mpenzi wako anataka kukuacha lakini hajakutamkia, ufanyeje? Hiyo ni mada ambayo inakuja. Sawa? Hizo ni mada ambazo zinakuja. Na mada nyingine ngoja niangalie hapa. Na mada nyingine ambayo nimeacha. Pale ambapo ufumbuzi unaofikiria kwamba utakusaidia unapogeuka kuwa ni tatizo. Unaona kwamba hili litanisaidia, alafu inakuwa tatizo. Haya ni mambo, yani video ambayo inakuja. Na mwisho ambayo nimeiandaa hapa, sasa mnapoachana namna hii hutaweza kudumisha mahusiano mengine mapya. Hizi ni video ambazo zinakuja. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, wajisajili ili nikapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Nikutakie heri katika mahusiano ya kimapenzi. Mpaka video nyingine. Bye bye.